Naam, mtazamaji, hujambo na karibu katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Mwenyeji wako naitwa Beni Mwanantala. Kama utakumbuka kwamba mwezi Julai mwaka 2024 tulianza rasmi usafirishaji wa abiria kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa ya Morogoro pamoja na Dodoma. Sasa Julai nyingine ya maajabu inakuja ya mwaka 2025. Tunakwenda kushuhudia treni za mizigo zikianza safari ya kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Hapa nipo katika eneo linafahamika kwa jina la Marshalling Yard, mahali ambapo treni zetu zitakuwa zikiungiwa hapa na kupata treni yenye urefu wa kilomita 2 hivi mtazamaji, ambayo ni sawa na maroli 500. Hebu fikiria kwamba treni moja inakuwa na urefu wa kilomita 2. Sasa tumeanza kuona rasha safi kabisa. Tumeanza kushuhudia rasha mtazamaji, kama ambavyo unashuhudia ni treni ya mizigo ambayo hivi sasa ipo katika hatua za mwisho za majaribio. Na kama ambavyo unashuhudia mtazamaji, treni yenyewe ni hii hapa, ambayo wengi walishuhudia katika mitandao ya kijamii wakaanza kujiuliza, bana, imekuwaje? TRC Rally TV tunakuambia furaha kwa wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi inakwenda kutimia, kwa maana kwamba sasa wataanza kushuhudia usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka Dodoma. Na kama ambavyo unafahamu mtazamaji kwamba usafirishaji wa kutumia njia ya reli unapunguza gharama kwa 40%. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na baadhi ya maafisa ambao walisindikiza treni hii kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma, na Dodoma Dar es Salaam. Hapa ni Dodoma inarejea tena Dar es Salaam. Tutazungumza nao kuhusiana na ni nini hii maana yake. Ni nini hii maana yake mtazamaji? Mimi ni Beni Mwanantala. Reli kumekucha. Sasa wengi wamekuwa wakiyashuhudia mabehewa haya mtazamaji, na picha za hivi karibuni yameonyesha mabehewa haya yakipita ndani ya mahandaki na kuelekea Dodoma, Dar es Salaam. Lakini watu wanajiuliza, je, tumeanza usafirishaji wa mizigo? Ngoja nikwambie mtazamaji. Tunaye hapa meneja wa matengenezo ya mabehewa ya abiria pamoja na mizigo, Mhandisi Enoki Mgonja kutoka TRC. Yeye anakwenda kutupitisha, je, mabehewa haya ni nini ishara yake? Mhandisi, karibu sana. Wow, huyu hapa. Karibu sana mhandisi. Mhandisi Mgonja, tumeona mabehewa yakitembea sasa kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Ni ishara ya nini hii? Karibu sana. Kwa kawaida ni kwamba mabehewa haya yakishakuja lazima tufanye testing. Sasa testing tushafanya na tushapata ithibati, lakini leo ni muendelezo wa testing hiyo kwa ajili ya maandalizi ya uendeshaji. Safi kabisa. Mhandisi, kwa wale ambao walikuwa wana mashaka kwamba treni za mizigo zinachelewa ama hazitaanza, nini unawaambia? Mimi niwaambie tu kwamba tuko tayari kabisa kuanza treni za mizigo, na hii ni ishara mojawapo. Tumetoka Dar es Salaam na sasa hivi tuko Dodoma, kwa hiyo ni tayari kabisa tunapaswa tuanze uendeshaji wa mabehewa ya mizigo. Asante mhandisi. Asante. Mtazamaji, huyo ni Mhandisi Enoki Mgonja ambaye ni meneja wa matengenezo ya mabehewa ya abiria pamoja na mizigo kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Sasa inawezekana ukawa na maswali unajiuliza kwamba vituo hasa vya treni hizi za mizigo vitakuwa wapi na tunategemea kuanza lini? Sasa maswali haya yanakuja kujibiwa hapa na mtaalamu mwingine. Mimi ni Beni Mwanantala na hii ni TRC Rally TV. Usitoke hapo.
Mtazamaji, tunaungana hapa sasa na afisa mwandamizi usafirishaji kutoka TRC. Yeye atakwenda kutuambia sasa vituo rasmi vya treni hizi za mizigo vitakuwa wapi na wapi, ili basi wafanyabiashara wa Tanzania lakini pia wafanyabiashara wa nchi za Central Corridor waweze kufahamu kwamba vituo vitakuwa pale, basi waanze kuchangamkia fursa hii. Yupo hapa kiongozi, mwambie mtazamaji jina kamili. Naitwa Masha Twaya Yasini, afisa usafirishaji mwandamizi shirika la reli. Ndiyo. Hebu tuambie kidogo kwanza, tutegemee vituo kuwa wapi vya treni za mizigo? Kwanza kabisa kituo kikubwa cha kwetu kwenye reli yetu ya mizigo ni bandari. Alafu pia stesheni zetu zina mgawanyiko. Kuna stesheni ambazo zipo kwa ajili ya abiria tu na stesheni ambazo ni kwa ajili ya mizigo. Ukianzia Dar es Salaam tuna stesheni ya Ruvu, tuna stesheni ya Pugu, tuna stesheni ya Morogoro. Halikadhalika huku upande wa Dodoma tunayo stesheni ya hapa Ihumwa. Kwa hivyo vituo vyote hivyo ambavyo vitakuwa vinasaidia katika kuleta huduma hii ya usafirishaji wa mizigo. Ndio. Labda pengine neno lako la mwisho ni lipi? Sasa tunategemea kuanza lini usafirishaji wenyewe rasmi? Tayari maelekezo ya serikali yameshatoka na shirika la reli kupitia mkurugenzi wetu mkuu ameshatoa maelekezo, na ndio maana unaona hizi hatua ambazo tunazifanya katika majaribio ya uendeshaji. Kwa hivi karibuni tunatarajia kuanza huduma hizi. Mimi nikushukuru sana. Naam, mtazamaji, umeishuhudia treni yetu hiyo ya mizigo ikiwa imeanza maandalizi ya kuelekea mwezi Julai kwa ajili ya kuanza operation ama uendeshaji ubebaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Lakini nimepiga hatua moja mbele kuja katika eneo hili la Nyerere Square hapa Dodoma. Ni eneo maarufu hivi ambalo linawakutanisha watu mbali ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kutembea, kubadilishana mawazo, lakini pia na kupunga upepo. Wafanyabiashara pia wapo hapa. Nikaona nitumie nafasi hii kuzungumza na baadhi ya Watanzania. Je, kwenda kuanza kwa safari za treni za mizigo kwao wameipokea vipi? Nina mzee wangu hapa, karibu sana. Yes, huyu hapa. Mzee wangu, habari yako bwana? Salama tu, habari za kazi? Kwema kabisa. Kwema kabisa. Mwambie mtazamaji pale unaitwa nani? Naitwa Kasimu Ibrahim Kilasa. Kasimu, kwanza hebu niambie, umesikia treni za mizigo zinafanya majaribio hivi sasa. Tutakapoanza uendeshaji mwezi Julai, unategemea nini kwenye nchi yetu? Kwanza hakuna kitu tulikuwa tunakisubiri kwa hamu kama treni ya mizigo itakapoanza. Kitu cha kwanza, mizigo ya watu itakuwa inafika kiwepesi, alafu pia barabara zetu zitazidi kutengamana, zitakuwa imara zaidi. Ndio kabisa. Una rai gani kwa wafanyabiashara sasa kuchangamkia fursa hii? Napenda kuwajulisha wafanyabiashara wote, hili swala la treni za mizigo limekuwa ni kitu cha wepesi sana. Tuchangamkie kupakia mizigo katika hii treni ya mizigo. Mungu atapotusaidia mpaka safari zingine zitakapoendelea za huko mbeleni. Mtazamaji, hii ni ishara njema kwamba sasa usafirishaji wa mizigo kwa reli ya SGR unakwenda kuanza hivi karibuni, na kupitia lango la uingizaji na utoaji wa mizigo kwa maana ya bandari ya Dar es Salaam, tutakwenda kushuhudia pale treni zenye urefu wa mita 200 mpaka 400 zikianzia pale safari yake hadi katika eneo Shalling Yard lililopo eneo la Kwala Ruvu mkoani Pwani, ambapo treni yenye urefu wa kilomita 2 itaunganishwa na kuanza safari yake kuelekea Dodoma, ambapo sasa magari ya kwenda katika nchi mbalimbali yanaweza kufika hapo Ihumwa kwa ajili ya kuchukua mizigo na kwenda katika maeneo mengine ambapo reli haifiki. Haya ni mapinduzi makubwa kupitia shirika la reli Tanzania TRC, na nikukumbushe tu kwamba usafirishaji wa njia reli unapunguza gharama usafiri kwa 40%. Hii ni kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassani. Mimi naitwa Beni Mwanantala.